Ya kinywaji maarufu duniani ni kahawa, lakini pia wengi hawajui madhara ambayo wanayapata kwa kuendelea kunywa kahawa. Hapa Tanzania ikifikia jioni utakuta wazee wanaenda kwenye maeneo yao, lakini pia asubuhi wanaenda kwenye maeneo yao. Ndio maana sasa hivi kuna msemo maarufu kwamba wewe unaleta maneno ya kwenye kahawa basi. Kwa hiyo ni sehemu ambapo watu wanaenda kupiga porojo, waenda kuongelea juu ya changamoto zilizopo, lakini pia kuongelea mambo ya Simba na Yanga, mambo ya vitu vingi sana wanaongelea, wanajadili siasa huku wakiendelea kupiga kahawa. Lakini pia nikumbushe, wengi hawafahamu kahawa ina madhara gani. Kunywa zaidi kahawa unapata madhara gani? Sasa hapa nitakuelezea namna unywaji wa kahawa ambavyo unaweza kuathiri afya yako. Kwa hiyo kwenye video hii nitakuelezea madhara 7 ambayo utayapata kwa kuendekeza kunywa kahawa nyingi na jinsi ya kutumia bila hatari. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na changamoto yote ya kiafya tuko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Madhara namba 1 ni kuongeza pressure ya damu. Ni kwa nini naongeza pressure ya damu? Kwa nini ndugu yangu? Inabidi uwe makini, kwa sababu unapoendelea kunywa kahawa lazima inaathiri mishipa yako. Kwa hiyo kiasili mishipa yako na mapigo ya moyo kubadilika, moja kwa moja pressure yako itaweza kupanda. Kwa hiyo tunasema unapokuwa unakunywa kahawa mara nyingi huongeza adrenaline ambayo ni hatari kwa afya yako na inasaidia mtu kuweza kuwa makini, lakini pia kwa overdose pressure huweza kuongezeka au pressure huweza kupanda. Kwa hiyo kama unataka tips zaidi, basi hakikisha unafuatilia channel yetu kila siku uweze kupata elimu ya kiafya juu ya kuondokana changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikitutesa. Namba 2, huongeza kichefuchefu, lakini pia na tumbo kuchafuka. Kahawa nyingi huchochea asidi tumboni, ndio maana watu wenye changamoto ya asidi, mara gesi, mara kiungulia, tumbo kuchoma, tumbo kuweza kunguruma. Hiyo inasababishwa na nini? Inasababisha na ongezeko kubwa ambalo limekuwa likisababishwa na wale wazee wanaoendelea kunywa kahawa. Hata wewe kama ni kijana unaendekeza kunywa kahawa, hakikisha basi jua kwamba una asili mwili wako, una asili afya yako bila wewe kufahamu, na una asidi tumbo lako, na mara zote huwa inaondoa ulinzi kwenye kuta zako za tumbo. Kwa hiyo ni rahisi sana kushambuliwa na vidonda vya tumbo, ni rahisi sana kushambuliwa na acid reflux. Lakini pia madhara namba 3 au asali namba 3, kutoshiba usingizi au kushindwa kupata usingizi. Ukijioverdose caffeine huathiri melanin moja kwa moja, ambayo inasababisha wewe au zile hormone ambazo zinahusikana na usingizi zisiweze kufanya kazi vizuri zaidi. Sasa kama homoni za usingizi zitaweza kufanya kazi vizuri, ndugu yangu, wewe hautapata usingizi. Sasa hivi tuna watu wengi sana ambao wanakuambia dokta, mimi sipati usingizi, dokta, mimi silali. Sasa kama unaendelea kunywa kahawa, ndugu yangu, kupata usingizi kwako itakuwa changamoto. Kupata usingizi kwako itakuwa changamoto. Hakikisha unachotakiwa kufanya, hakikisha unaepuka kahawa zaidi. Epuka kunywa kahawa zaidi, epuka kujioverdose masaa 2 au 3 ya asubuhi. Hiyo itazidi kukuathiri. Lakini madhara namba 4, kupoteza calcium. Ndio maana wengi mkiwa wale wanaokunywa kahawa huwa wanapata shida kwenye mifupa. Ni kwa nini? Kwa sababu wanapoteza calcium mwilini. Hakikisha suluhisho ufanyeje? Ona calcium kutoka kwenye maziwa na matunda, lakini pia ujiepushi matumizi ya kahawa. Sasa sijajua kwenye kahawa mnapata faida gani, na kahawa wengine watu nahisi ni kama chungu. Ila sasa kama mtu kuna kitu nakipenda, hata kama wenzako atasema kibaya, lazima wewe utaona wewe uko kwenye right way. Kwa hiyo hakikisha unaweza kudhibiti matumizi ya kahawa ili afya yako iweze kuimarisha. Lakini pia inaongeza msongo wa mawazo, anxiety moja kwa moja. Kafeini huongeza stress za homoni za stress, ambayo tunasema ni stress hormone. Wengi wamekuwa na changamoto hiyo, na stress zinakuwa nyingi sana, uoga unakuwa mwingi sana kutokana na kunywa kahawa. Ndio maana pia hata sasa hivi wazee wetu wanaokunywa kahawa wanaondoka mapema. Ni kwa nini? Kwa sababu inaongeza kitu tunachokiita
homoni za stress au stress hormone. Kwa hiyo sasa, kutokana na ile hali ya uoga, lakini pia msongo wa mawazo, inaweza kapelekea mtu kuweza kukata roho au kuweza kuondoka kabisa. Kwa hiyo hakikisha unachagua matumizi ya kahawa kidogo. Hiyo itakufanya uweze kuwa mtu mwenye afya na mtu ambaye afya yako imeimarika. Lakini pia inaongeza dehydration. Dehydration tunasema kwamba matumizi ya kahawa inasababisha kupoteza maji mwilini bila kuongeza. Unakuta maji yanapotea. Unakojoa mara kwa mara, unapoteza maji kirahisi bila maji kuongezeka. Sasa kama unapoteza maji kirahisi, ndugu yangu, ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo itakupa shida. Sasa ukipoteza maji mwilini, nini kitatokea? Ukipoteza maji mwilini, na tunasema 75% ya mwili wa binadamu ni maji. Sasa wewe ndugu yangu, unapoteza maji, unafikiri nini kinatokea mwilini? Ndio hapo unapata choo kigumu, ndio hapo pressure inapanda, ndio hapo unapata maumivu makali ya kichwa. Wengi wamekuwa wakipata maumivu makali ya kichwa na wamekuwa wakikimbilia Panadol, ila hata upungufu wa maji mwilini unasababisha ni maumivu makali ya kichwa. Hakikisha unaepuka kahawa, kwa sababu inapelekea maumivu ya nini? Maumivu ya kichwa. Na maumivu ya kichwa yanaanza vipi? Yanaanza pale ambapo unapoteza maji ya kutosha. Kupata choo kigumu, maji ya kutosha, unakosa ulinzi wa tumbo lako. Ndio maana tumekuwa tukishauri hakikisha unaepuka kahawa. Kwa nini? Kwa sababu inafanya wewe uweze kupoteza maji diuretic moja kwa moja. Tunasema kahawa ni diuretic moja kwa moja. Lakini pia kulevya kidogo. Kulevya, wengi wanalewa. Mwili unaweza kuhitaji kafeini kila siku. Hapa tunasema kwa neno nzuri tunasemaje? Unakuwa affected moja kwa moja. Unakuwa affected na hiyo issue ya kunywa kahawa. Yaani ni kama pombe, ndugu yangu, itakufanya uwe mlevi wa hicho kitu. Yaani bila kukipata hicho kitu huwezi kufanya kazi. Bila kupata hicho kitu huwezi kujisikia vizuri zaidi. Ni moja ya changamoto kubwa ambayo inafanya uweze kuizoea. Yaani mwili wako uweze kuizoea, na ukiizoea utahitaji kuitumia kila siku. Ndio maana mtu hata mkimkataza atakwambia mimi naenda kwa sababu imeweza kumlevya. Kwa hiyo unachotakiwa ndugu yangu, kama wewe unapiga hivyo vitu, hakikisha unapunguza taratibu. Tengeneza mazingira ya kupunguza taratibu, ila usiache ghafla. Namna ya kuondokana na changamoto hii, hatuachi ghafla. Unatengeneza ka system, kwa sababu mwili wako tayari umeshaendana na hicho kitu. Taratibu 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 unaondoka kabisa, unaacha kutumia. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unaweza ukaondokana namna ya matumizi ya kahawa kwa muda mrefu. Tunasema hivi, kahawa ni rafiki kwa mwili wako, lakini pia ni kitu kingine ukikipita kiasi ujue ni hatari kwa afya yako. Kunywa kiasi cha kutosha, epuka overdose na uwe na afya bora. Kwa tips zaidi za afya, usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie hapo chini kwenye comment kwamba ni madhara yapi ambayo umeweza kuyapata kupitia kahawa, au umeweza kuiona mtu gani amepata madhara kupitia kahawa. Una changamoto yote ya kiafya, basi tuko hapa, karibu tuweze kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Karibu na Mungu apate kukubariki.